Hello, karibu sana kwenye The Patrick Sawia Podcast. Naamini kwamba tangu mara ya mwisho tulivyoachana, Bwana ameendelea kuwa mwema kwako. Biblia inasema Bwana ni mwema kwa wamchao. Naamini kwako wewe unayemcha Bwana, jua la haki limeendelea kukuzukia. Na tumekuwa na very exciting season katikati hapa kitabu chetu kipya cha Hungry for Spiritual Growth, shauku ya kukua kiroho kimetoka, na tunamshukuru Mungu kwamba kimeendelea kugusa maisha ya watu. Shuhuda ni nyingi sana, baadhi yake nimeziweka kwenye peji yangu ya Instagram na Facebook. Unaweza ukazipitia ukaona watu ambao wamesoma tayari kitabu wanasemaje kuhusu kitabu chenyewe. Lakini tunamshukuru Mungu kwa hatua hiyo, na natamani kwenye msimu huu mpya wa podcast twende deep zaidi kwenye spiritual growth, twende deep zaidi, twende deep. Kwa ukiwa unasoma kitabu alafu unanisikiliza, utapata depth ya kina, kwa sababu baadhi ya vitu ninavyovisema vita resonate na wewe kiurahisi, kwa sababu utakuwa tayari una foundation. Sasa nataka leo nikuambie kitu cha muhimu kuhusu growth. Kitu kimoja cha muhimu kuhusu growth ni kwamba growth inatakiwa iwe holistic. Kwa holistic ni kwamba inatakiwa iguse maeneo yote ya maisha ya mtu. Growth has to be holistic and proportional. Hebu fikiria ungekuwa na mtoto ana miaka 10, halafu ana mikono ya mtoto wa mwaka mmoja, halafu ana miguu ya mtoto wa miaka 5, halafu ana kichwa cha mtoto wa miaka 10. Isingekuwa, inaweza ikatokea kwa sababu tunaishi kwenye dunia ambayo haiko perfect, lakini mara nyingi hivyo sivyo mambo yanavyotokea. Mara nyingi sivyo mambo yanavyotokea. Mtu ambaye ana miaka 10 anakuwa na mikono ya mtu wa miaka 10 na miguu ya mtu wa miaka 10 na akili ya mtu wa miaka 10. Kwa sababu gani? Kwa sababu growth is proportional, ina balance. Kwa jinsi ambavyo mwili unakuwa, mikono pia inakuwa, miguu pia inakuwa. Nilisikia masikio hayakui, I'm not sure, yanakuwa tangu mtoto anazaliwa yana size ambayo ndo hiyo inaendelea. I'm not sure on that one, lakini kuna proportional dimension kwenye growth. Sasa growth ya mwanadamu pia ya kawaida kwenye maisha, unatakiwa usikue kwenye upande mmoja peke yake. Nimekuwa nikishuhudia watu wana grow kwenye career zao, wanakuwa very successful. Mimi ninasoma, I read books. Kwa hiyo nimekuwa nikisoma vitabu kwa mfano vya maisha ya wanasheria, kwa mfano wa New York au wa Marekani, huko kwenye ulimwengu ulioendelea ambao wako maisha yao yako kasi. Na hii pia inakuja hapa kwetu pia, hata hapa kwetu pia. Mara nyingi sana wanasema kwa mfano kwenye field sasa labda ya sheria, na najua pia inakata cross kwenye field zingine, wale watu ambao ni wako kwenye high end, wale ambao wako kwenye demand kubwa, mara nyingi sana huwa wanaishia maisha yao yote wako kazini. Yani kuna watu wanafanya kazi masaa 18 kwa siku. Siku ina masaa 24, masaa 18 wako. Yani kuna watu hadi wanahamia ofisini, wanalala ofisini. Halafu baada ya muda anajikuta kwa hiyo bidii alionayo amemaster the craft yake kwenye hiyo taaluma yake, halafu ameclimb the ladder, ametoka kuwa labda tu associate, amepanda, ameenda hadi amekuwa partner, ameenda, yani anajikuta ameclimb the ladder ya mafanikio ya kitaaluma. Lakini changamoto ambayo anairaise ni kwamba huyu mtu huwezi kukaa ofisini masaa 18 kwa siku halafu unafanya kazi au masaa yote halafu uweze kuwa na balance kwenye mambo mengine. Kwa hawa watu mwisho wa siku wanajikuta kitu pekee walichonacho ni mafanikio ya kitaaluma na hela, lakini wamekuwa wakijikuta kwamba hawana maisha. Familia wengi hawajawahi kuoa au wameoa ndoa zimevunjika kwa sababu kufanya kazi siku 7 kwa wiki halafu 18 hours a day, huwezi kuwa na nguvu iliyobaki kwa ajili ya familia na ndoa. Kwa wengi wanajikuta tu wanaishi wenyewe, lakini pia with time wanajikuta pia miili yao, afya zinayumba kwa sababu huwezi kupata hata muda wa mazoezi. Wale ambao wana watoto wanajikuta malezi ya watoto yamepwaya. Kwa at the end of the day ukimpa miaka 20 baadaye 30, wakija sasa kuja kwenye midlife crisis wakiwa kwenye 50s huko kwenda 60s, ndo sasa wanaanza kuona sasa kumbe okay, I worked hard my whole life, career yangu I'm doing very well, lakini ukiacha career sina kitu kingine.
yani vitu vingine vyote vimesafa. Sasa hiyo ni growth ambayo is not holistic. It's not holistic. Kwa ninachotamani ukipate ni kwamba usikubali uwekezaji wako wa nje uzidi uwekezaji unaofanya ndani yako. Yani uwekezaji wako kwenye biashara, kwenye taaluma, kwenye kazi, kwenye uwekezaji kama uwekezaji wenyewe, kwenye familia, usikubali uwe umewekeza zaidi huko kuliko ulivyowekeza kwenye roho yako. Yani usikubali uwe na biashara inayofanya vizuri, uwe na kazi inayofanya vizuri, uwe na familia inayofanya vizuri, alafu uwe na maisha ya kiroho yanayokufa. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwanza wewe, cha kwanza wewe ni roho. Excuse me. Mwanadamu ni roho yenye nafsi inayoishi kwenye mwili. Kwa wewe, kabla ya vitu vingine vyote, wewe kwanza ni roho. Kwa kama vitu vingine vyote vinakuwa lakini roho yako haikui, huwezi kusema kwamba wewe unakuwa. Hiyo ni growth ambayo is not holistic. Haiko proportional. Kuna upande mmoja unakuwa alafu upande mwingine unakufa. Upande mwingine unakufa. Kwa kama ukuaji wako haufiki kwenye roho yako, maana yake ni kwamba bado hujaanza kukua in the proper meaning of the term. Huwezi kuanza kukua hadi roho yako na yenyewe iwe inakuwa. Mahusiano yako na Mungu, nikisema roho yako namaanisha maisha yako ya kiroho. Hadi mahusiano yako na Mungu yawe yanakuwa. Hapo sana tunaposema kwamba unaweza ukasema unakuwa. Kwa unatakiwa roho yako iwe inakuwa, emotional intelligence yako iwe inaongezeka, lakini pia akili yako, ufahamu wako uwe unakuwa, na mwili wako pia unakuwa. Yani ukue maeneo yote, ukue maeneo yote. Lakini katika haya yote focus kubwa inatakiwa ianzie rohoni. Yani mafanikio yako ya rohoni yana nguvu ya kuweza kuathiri ukuaji wako kwenye maeneo mengine yote. Yani ukikua kiroho, una uwezo wa kufanya vizuri kwa haraka kwenye maeneo mengine. Yohana anamwambia Gayo kwenye Yohana 3:1-2, utakuwa umenisikia mstari nikusema. Anamwambia, mpenzi, ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Anamwambia afanikiwe kwenye mambo yote mengine aliyokuwa anayafanya. Kama ni kazi, kama ni biashara, kama ni chochote alichokuwa anafanya, anamwambia afanikiwe katika hayo yote na pia awe na afya. Maana yake pia na mwili wake pia uwe kwenye hali nzuri. Lakini pia anamwambia hiyo yote sasa inategemea kile ambacho kinatokea kwenye roho yake. Roho yake ikifanikiwa, hayo mafanikio ya roho yake yata spill over hadi kwenye mafanikio ya maeneo yake mengine ya maisha. Mimi mfano afya yangu ya kiroho ikiumba, yani nikiwa labda nimekuwa na mambo mengi, sijapata muda wa kuomba, wa kufunga ile effectively ile nijisikie yani hapa nimeconnect na Mungu, baada ya muda huwa inaanza kuniathiri kwenye vitu vingine vyote. Au nikianza siku mfano bila kuomba wala kusoma neno, yani hiyo siku kwanza ninajisikia tu kuna kitu kinapungua. Kwa hata nikienda ofisini nitakuwa tu najisikia leo siko mimi mwenyewe, sijisikii vile ambavyo natakiwa nijisikie. Kwa hiyo unakuta afya ya roho yangu ina athari ya moja kwa moja kwenye afya ya maeneo mengine ya maisha yangu. Afya ya maeneo mengine ya maisha yangu. Lakini pia ninafahamu kuhusu watu na tafiti zinazosema kwa mfano mtu ambaye amebeba grudges, mtu ambaye hasamehe, amebeba watu moyoni, huwa anakuwa susceptible kwa magonjwa zaidi. Anakuwa yuko open to attacks za mwilini, yani mwili tu unakuwa immunity inayumba na anaweza akashambuliwa kirahisi na baadhi ya magonjwa. Sasa hapo kilichofungua mlango wa afya ya mwili kucheza ni afya ya roho ilivyokuwa haiko sawa. Kwa hiyo unaona afya ya roho yako ina nguvu ya kuweza kugusa maeneo mengine yote ya maisha yako. Kwa mafanikio ya roho yako yana athari inayosambaa kwenye kila eneo la maisha. Ule mwangwi, ile echo ya ukuaji wako wa kiroho itagusa kila eneo la maisha yako. Itagusa kila eneo la maisha yako. Lakini pia kama roho yako haiko sawa na Mungu, utaenda kwenye therapy zote, utaenda kwenye counseling zote, but they will not get to the root of the problem. Yani kama changamoto yako ni ya afya ya rohoni, haiwezi ikatibiwa na solution za mwilini. Changamoto za kiroho zinahitaji masuluhisho ya kiroho. Kwa mfano kama roho yako, shida yako inayokusumbua ni shida ya roho,
tunaishi kwenye era ambayo tunaamini sana kwenye therapy na kwenye counseling, na hivyo ni vitu vizuri, lakini hivyo haviwezi kutatua shida za roho. Shida za roho zinahitaji solution za kiroho. Kwa kama kwa mfano your life is in shambles, where you should start, ukiamua kufix, you should start by fixing your spirit. Should start by fixing your spirit. Everything else will not get to the root of the problem. So God is after something deeper. He wants to transform your heart first, then everything else will build up from there. Kwa mfano, hujawahi kumpa Yesu maisha yako, au ulishawahi kumpa Yesu maisha yako lakini baadaye ukajikuta umerudi kwenye maisha ya dhambi. Biblia inasema roho ya mwanadamu inaweza ikawa contaminated na dhambi, halafu hiyo ikaanza kukuathiri kwenye mambo yako mengine yote, ukajikuta maisha yako yamepoteza mwelekeo, yanawayawaya, yanalewalewa, yani kama mlevi, yanayumba. Ukiamua kufanya mabadiliko, usianzie nje, usianze kwa kwenda kwenye counseling na therapy. Hivyo ni vitu vizuri, lakini they will not get to the root of the problem. Unatakiwa uanzie ndani na solution ya Mungu. Unajua Ukristo is not a behavior modification program. Sio kwamba unajiunga mahali ili ufundishwe tabia yako iweze kukaa sawa. You can get your behavior back on track without even being born again. Kuna watu tu wana strong will, anaweza akaamua kuacha vitu vyote, akaacha pombe, akaacha kama alikuwa ni humanizer akaacha, anaweza tu akaamua kuacha, lakini hiyo haitatatua tatizo. Mungu anachokifanya, ukiamua kumruhusu kwenye maisha yako adili na roho yako, Mungu anabadilisha roho yako, moyo wako anakupa moyo mpya. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini pia Ezekiel 36:26 inasema, Mungu anasema itakuwa katika siku hizo nitawapa moyo mpya, moyo wa nyama na badala ya moyo wa jiwe. Kwa kama shida yako ni moyo ambao ni wa jiwe, hata ukienda kwenye therapy, ukaenda kwenye counseling, bado haiwezi kubadilisha moyo. Moyo anaobadilisha ni Yesu Kristo, ukiamua kumpa nafasi. Kwa changamoto za kiroho zinahitaji solutions za kiroho. Kwa kuna muda, kama unataka ku put your life back together, you want to put your life back on track, then you should decide to have an inward focus kwa muda. Yani focus kwanza ndani yako wewe mwenyewe. Achana na kelele nyingine zote za huko nje zinazoendelea. Kuna muda huwa anawaambia watu, inabidi kama umeamua kuyaweka maisha yako yarudi kwenye mstari, yani inabidi uachane na kelele zote zinazoendelea huko duniani. Fanya kama hazikuhusu. Yani wewe muache Irani na Marekani waendelee na vita zao, waache Ukraine na Russia waendelee na mambo yao, waache Simba na Yanga waendelee na usajili sui na siku ya wananchi na Simba Day. Wewe hao mambo waachie. Wewe amua kufocus ndani yako. Waache Ulaya na Spain wadili na changamoto zao za immigration. Fanya kama hayo mambo hayakuhusu kwa muda. Focus kwanza ndani yako wewe mwenyewe kwanza. Kwa sababu gani unajua? Kwa sababu mwiba hauwezi kuingilia mguuni afu ukatokea mkononi. Mwiba unatokea pale ulipoingilia. Kwa kuna muda inabidi ufocus kwanza kwenye kuhakikisha kwamba huu mwiba umetoka pale ulipoingilia. Kwa kama ni shida ya kiroho, unatakiwa uhakikishe kwamba imepata solution ya kiroho. Kama una shida ya kiroho alafu unatumia solution za kimwili, una dhambi, you have a sin problem, alafu badala ya kudili na hii sin, badala ya kutoa mwiba hapa mguuni ulikoingilia, wewe unaenda kunywa pombe ili usahau. Au unaenda kwenye therapy na kwenye counseling ili uweze kupata msaada wa kisaikolojia. Ujue kwamba hapo unajaribu kutoa mwiba mkononi wakati uliingilia mguuni. A sin problem inahitaji a spiritual solution ambayo ni Yesu Kristo. Alafu baada ya hapo sasa therapy na counseling zita make sense, zitakuwa na maana kwa sababu tayari mzizi wa tatizo umeshatolewa. Ujue kuna muda discipleship ni picha kama Yesu alivyowaambia wamfungue Lazaro, lose him, baada ya kuwa amefufuliwa, halafu akatoka akiwa bado amefungwa zile sanda za miguuni na mikononi, halafu Yesu akawaambia mfungueni mwache aende. Sasa huwezi ukitangulia discipleship kabla kwanza ya kuokoka, kabla ya kukutana na Yesu, ni sawa na unaenda kumfungua Lazaro sanda akiwa bado amekufa. Lazaro anatakiwa afufuke kwanza,
halafu baada ya hapo anaweza akafunguliwa sasa hizo sanda na leso zilizokuwa amefungwa, halafu akawa huru. Kwa hiyo mwiba unatokea ulipoingilia, na kama unataka kufix maisha yako unatakiwa uanzie rohoni. Unatakiwa uanzie rohoni. Biblia inasema where the spirit of the Lord is, there is liberty, there is freedom. Hiyo ni 2 Corinthians 3:17. Alipo Roho wa Bwana ndipo penye uhuru. Ndipo penye uhuru. Kwa mwamini au hata kwa mtu ambaye sio mwamini, kama unaishi kwenye maisha yenye vifungo, maisha yenye shida, maisha ambayo unaona you are struggling, unapiga mark time, ujue kwamba freedom inapatikana pale ambapo Roho wa Mungu yupo. Na Roho wa Mungu anakuja ukiamua kudeal na chanzo cha tatizo ambacho ni dhambi. Lakini pia kuna mazingira ambayo hata muamini anaweza akajikuta yuko kwenye vifungo. Nilisema juzi, nilishare somewhere kwamba mojawapo ya very effective gospel ministers wa generation iliyopita alikuwa ni mtu mmoja anaitwa Charles Spurgeon. Charles Spurgeon alikuwa ni mchungaji wa kanisa Mega Church kwa kipindi hicho, ambayo ilikuwa iko London. Wanasema ndio ilikuwa kanisa kubwa zaidi duniani kwa wakati wake. Halafu Charles Spurgeon alikuwa na rafiki yake anaitwa Moody. Sasa Moody alikuwa ni evangelist, alikuwa ni Marekani. Sasa Moody alikuwa na changamoto ya uzito, yani alikuwa na changamoto ya kushindwa kujizuia kwenye chakula. He was a believer, he was a minister of the gospel, lakini ilikuwa likija swala la chakula alikuwa hawezi kujizuia. Anajikuta anakula zaidi ya anavyotakiwa kula. Kwa akajikuta ana kilo 130. Halafu Charles Spurgeon, mega church pastor, yeye changamoto yake ilikuwa ni kwenye nicotine. Alikuwa na addiction ya nicotine. Kwa alikuwa anavuta sigara. Yaani anatoka kanisani akifika nyumbani anavuta sigara. Lakini he was a believer and he was a pastor. Sasa siku moja Moody akawa ameenda kumtembelea Charles Spurgeon. Kwa alienda tu akapandisha ngazi akapiga kengele ya mlangoni. Kwa Charles Spurgeon akaja kufungua mlango bila kujua kwamba anayemfungulia ni nani. Moody alivyomuona amekuja, kwa Charles alikuja akiwa na sigara mkononi. D.L. Moody alishtuka, wanasema alitaka hadi kuanguka kwenye ngazi. Akamwambia, how is it possible that you, a man of God, you smoke cigarettes? Hasa Charles Spurgeon akamkaribia tu akamgusa tumboni akamwambia, imewezekana mimi kuvuta sigara kama tu ilivyowezekana wewe kuwa mnene kiasi hiki. Point yangu ni kwamba baadaye of course wote Mungu alikuja kuwasaidia. Charles Spurgeon alikuja kuacha kuvuta sigara baada ya Mungu kumsaidia kupata ufahamu, akaona jinsi ambavyo inaharibu hekalu la Mungu na ambavyo ni mfano mbaya kwa vijana, kwa akaamua kuacha. Lakini it was too late. Tayari zile sigara zilikuwa zimeshamwathiri sana. Lakini pia D.L. Moody kwa sababu ya uzito kuwa mkubwa naye alifariki mapema. Yaani hao wote walifariki 50s, late 50s, early 60s. Walifariki hapo. Kwa hiyo wangeweza kuishi zaidi. Lakini lack of freedom kwenye baadhi ya maeneo ikaathiri hadi miili yao. Kwa unaweza ukawa muamini alafu ukajikuta uko kwenye addiction ya kitu fulani. Uko kwenye addiction ya kitu fulani. Uko kwenye uraibu labda wa pornography, labda wa masturbation, labda wa substance abuse, labda wa kamari, betting, labda wa movies, labda wa social media, labda wa secular music. Hizo zote kuna addiction nyingi sana, yani hatuwezi kuzitaja zote. Lakini moja ya njia effective za kushinda uraibu ni kukua. Ukikua kiroho, kama wewe ni muamini tayari ulishampa Yesu maisha yako, ukiinvest kwenye ukuaji wako wa kiroho utaweza kushinda uraibu. Kuna muda kukua ni one of the ways, sio njia pekee, lakini ni njia mojawapo ambazo Mungu anazitumia kufungua watu vifungo, kufungua watoto wake vifungo. Biblia inasema kwenye Isaiah 10:27 inasema, hii ni Biblia ya NIV, inasema, in that day their burden will be lifted from your shoulders, their yoke from your neck, the yoke will be broken because you have grown so fat. Hasa Biblia ya Amplified inaongezea kitu hapo.
Biblia Amplified inaongezea kitu hapo, inasema the yoke shall be destroyed because of fatness which prevents it from going around your neck. Sasa Mungu ana draw a very vivid picture kwenye ufahamu wako. Yaani ni kama vile huyu ng'ombe, huyu ni ng'ombe wa kulimia. Ng'ombe wa kulimia huwa wanafungwa nira shingoni. Sasa Biblia inasema wakati huyu ng'ombe akiwa mwembamba ungeweza kumfunga hiyo nira, hicho kifungo. Lakini moja ya njia za kukishinda hiki kifungo ni huyu ng'ombe kula, akakua, akanenepa. Kwa Biblia inasema huyu ng'ombe amekuwa kiasi kwamba ile nira haiwezi tena kumzunguka shingoni kwake. Hata ungetaka kumfunga nira usingeweza, kwa sababu amegrow so fat to the extent kwamba the yoke is not now able. That fatness is preventing the yoke from going around their neck. That is what happens when you decide to invest in your spiritual growth. Ukiamua kufocus kwenye ukuaji wako, yani ukaamua kufocus kwenye mifungo, kwenye neno, kwenye maombi, kwenye ibada, kwenye kuwaambia watu wengine habari za Yesu, yani vifungo kuna muda tu vyenyewe vitashindwa kukufunga kwa sababu vitakuwa havitoshei tena. Afya yako ya kiroho itakuwa imeongezeka, utakuwa kama ng'ombe ambaye amekuwa mnene kiasi kwamba inabidi aachwe. Yani wakiwa wanawatoa ng'ombe kwenda kulima, inabidi wamwache kwa sababu yeye hafiti tena. Yani shingo yake haiwezi tena kusupport hiyo nira kuweza kufungwa hapo shingoni mwake. Kwa hiyo you can grow out of bondages and out of yokes by investing in your spiritual growth, by investing in your spiritual growth. Kwa nataka nikutie moyo, uhamishe mkazo wako tena kwanza kutoka kwenye kifungo. Yani wewe fanya kama ukioni kwanza, halafu focus kwenye ukuaji wako wa kiroho. Focus kwenye ukuaji wako wa kiroho kwa muda. Achana nacho, usikiwaze, usikipe energy. Focus on your spiritual growth first. Halafu tu utashangaa baada ya muda umekia outgrow. Unajua baadhi ya changamoto zako hazitaondoka. You will have to outgrow them. Kuna baadhi ya changamoto ambazo unapambana nazo hazitaondoka, itabidi ukue hadi uzizidi. Kuna vifungo, namna ya kutoka kwenye hivyo vifungo ni wewe kukua kiasi kwamba haviwezi tena kukufunga. And you have grown so fat to the extent that they can no longer go around you. That is how you live in freedom. That is how you live in freedom. Ni kama tu mataifa ya Afrika ambavyo kadri ambavyo wasomi walikuwa wanaongezeka, ndivyo ambavyo baada ya muda tu hakuna mkoloni ambaye alivolunteer kuondoka. Hawakuvolunteer kuondoka, lakini watu walikuwa kiufahamu, wakakuwa kiakili, wakaenda shule. Nilikuwa nasoma biography ya Mwalimu Nyerere, inasema wakati Mwalimu Nyerere anakuwa rais, watu waliokuwa wasomi nafikiri ni wa degree walikuwa kama 200 tu, si Tanzania nzima. Lakini hao walitosha ukichanganya na watu ambao walikuwa wana elimu za sekondari, za elimu za msingi za kipindi hicho darasa la 8, ilikuwa ni elimu nyingi nzuri sana. Sasa hao walivyoungana wakaamsha watu wengine na uhuru ukaja bila hata kutumia silaha. Lakini we had to grow, to outgrow. We had to outgrow colonialism. Sasa hivyo pia kwenye maisha yako kuna vitu ambavyo namna ya kuvishinda, you have to outgrow them. Inabidi uhamishe macho yako kutoka kwenye vifungo uyahamishie kwenye kazi ya msalaba iliyomalizika. Uyahamishie kwenye kumuelewa sana mwana wa Mungu, Paulo anasema. Uyahamishie kwenye kuhakikisha kwamba Kristo anaumbika ndani yako. Paulo anawaambia Wagalatia kwenye Wagalatia 4:19, anawaambia vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea uchungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yako. Kwa kuna muda inabidi ufocus kwenye kuhakikisha kwamba Kristo anaumbika ndani yako. Kwenye kuhakikisha kwamba Kristo anaumbika ndani yako. Kuna huyu profesa mmoja wa theology wa Marekani, alikuwa pia ni aerospace engineer na mwandishi wa Kikristo, anaitwa Neil Anderson. Aliwahi kusema Wakristo wote walioishi maisha ya kushindwa ninaowafahamu na niliowahi kufanya nao kazi walikuwa wanafanana jambo moja. Wote walikuwa hawafahamu utambulisho wao ndani ya Kristo na walikuwa hawaelewi maana halisi ya kuwa mwana wa Mungu. Wakristo wote ambao walikuwa ni failures, walikuwa wanaishi maisha ya kushindwa. Huyu profesa anasema
walikuwa wanafanana. Kwa utafiti wake walikuwa wanafanana kitu kimoja. Wote walikuwa hawajui identity yao, walikuwa hawajui utambulisho wao ndani ya Kristo, lakini cha pili walikuwa hawajui kwamba kuwa mwana wa Mungu maana yake ni nini. That should tell you a lot. It should tell you a lot kwamba usipokuwa na ufahamu wa kimungu utaishi kwenye vifungo. Utaishi kwenye vifungo. Mojawapo kati ya kazi za maana sana unazoweza kuzifanya hapa duniani ni kazi ambayo utaifanya ndani yako wewe mwenyewe. Kazi ambayo utaifanya ndani yako wewe mwenyewe. It is by far the most rewarding work you will ever do in this side of heaven. Unajua, to get things done is another thing. Lakini to get better is far better than just to get things done. It is much more to get better than to get things done. Yaani si ukadanganywa kwamba unafanya vitu vinatokea. There is a better way of doing things, a more sustainable way. A more sustainable way is not just to get things done. A more sustainable way is to improve, to grow, to become a better version of yourself, to level up. That is a far better way of doing things and of doing life. Sasa unajua, it takes inner work for you to do an effective work in you. You need tools, na mojawapo kati ya tools ambazo unazihitaji ni vitu ambavyo vinakusaidia kukua kiroho, kama kitabu hiki cha Hungry for Spiritual Growth, kama vitabu vingine vya kiroho, lakini pia neno la Mungu. Hivyo ni vitu ambavyo vinakusaidia kukua na vinakusaidia kupiga hatua kwenye safari yako na kwenye maisha yako ya kiroho. Ninaamini kwamba utakuwa umepata vitu vya kuendelea kutafakari. Ukiwa unaendelea mbele kwenye safari yako hii ya ukuaji wa kiroho. Mungu akubariki sana. Hadi tutakapoonana wakati mwingine. Patrick Seuya, asante sana.